السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة ينتصل بها روح المصلي عليه به فينبسط في قلبه نور سر تعلقي به وحبه ويكتب بها بعناية الله في حزبه وعلى آله وصحبه. أما بعد. Ndugu zangu katika iman, baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, Allah ambaye kwa idhni yake na mapenzi yake ametukusanya katika uwanja huu kwa sababu ya mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, ikiwa hili ni jambo lililokuwa kubwa kwa kila yule ambaye ni mwanadamu Muislam. Hii ni neema iliyokuwa kubwa ya kuweza kukusanywa na Allah subhanahu wa ta'ala katika maeneo kama haya kwa ajili ya kumshangilia na kumsifu mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Nimepewa amri hii ya kusimama na viongozi wetu kama ambavyo tumesikia, akiwa kiongozi wetu mkubwa Sheikh Faqi Ali, akiwa yeye ndio mudiri kama ambavyo tunatambua, na ndio msimamizi wa masail ya ilmu katika maeneo yetu haya ambayo tuko nayo, lakini pia akiwa ni mwenye kusaidizana na kiongozi wetu mwingine huyu ambaye ndio amenipa mimi hiki kipaza sauti kwa ajili ya kuzungumza na nyinyi ndugu zangu katika imani. Wapo wengi ambao wapo hapa katika hili eneo, lakini Allah subhanahu wa ta'ala hajawapa hii fursa ya kuweza kusema. Unaweza ukajiuliza kwa nini wao hawajateuliwa kusema. Haimaanishi chochote kwamba hawana uwezo wa kusema. Wao ni fasaha zaidi kuliko hata mimi, lakini huu ni uteuzi ambao umepangwa na Allah subhanahu wa ta'ala uwepo kwangu, na viongozi wetu ndio ahaku zaidi katika kusema. Hatukuwa sisi ni lolote wala chochote kwa wao, kama alivyowahi kusema mmoja katika kuleta taadhara, sema wama ana minhum bil'aishi fihim walakin ma'dinu dhahabi argham. Sikuwa mimi ni kama wao, bali ni katika kuishi nao tu. Sisi hatuwezi kuwa maustadhi wala kuwa mashekhe tukawazidi wao. Wako na ilmu zilizokuwa nyingi, kama ilivyokuwa kawaida. Yale madini ya dhahabu yanakuwa yanakaa kwenye mchanga, lakini haiwezekani mchanga ufananishe na dini ifikie hatua kuita dini. Ni kitu ambacho hakiwezekani. Mchanga utabaki kuwa mchanga na madini yatabaki kuwa madini. Sasa nitatumia muda uliokuwa mchache sana katika kuitumia hii nafasi ambayo nimepewa, na nafasi hii nitatizama aya ambayo iko katika Suratun Nisa, ambayo ni aya ya 64 kama sikosei, ambayo tutaishi nayo kwa muda mchache ambao nitakuwa nimesimama hapa. Ikiwa Allah subhanahu wa ta'ala, bado billahi minashaitani rajim, katika aya ambayo ilianza mwanzo wama arsalna min rasulin illa liyuta'an biidhnillah, lakini maksudio yangu hayapo mwanzo. Maksudio yangu yako katika hiki kipengele ambacho kinakuwa kinaendelea, walau annahum
idh-dhalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwaban rahima. Hii ndio sehemu ambayo tutakuwepo nayo. Ikiwa wale wanachuoni wetu ambao walitunga ile fani ya mantiki, katika zile fani 12 ambazo tulielekezwa kwamba hauwezi ukaitafsiri Qur'ani, hauruhusiki kuitafsiri Qur'ani, na wala hauwezi kufikia katika usahihi wa kuitafsiri Qur'ani kama hujazifuatilia zile fani 12 na ukawa nazo. Itakuwa ngumu sana kuitafsiri Qur'ani kwa sababu utafanya makosa katika kutafsiri. Tunazifahamu kwa sababu sote sisi ni watu ambao ni wanafunzi, tunasoma. Sasa katika zile fani ipo fani moja ambayo wanaita fanul mantiq. Fanul mantiq, tukitizama katika fani ile ya mantiq na katika aya yetu hii ambayo tuko nayo, walau annahum idh-dhalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwaban rahima. Kuna kitu gani ambacho kimepelekea mpaka Allah akasema hivi? Allah anasemaje? Anamwambia Mtume Muhammad, walau annahum, lau ingekuwa wao Waislamu, lau ingekuwa wao wanadamu na Waislamu. Tukizungumzia Waislamu manake ndio haswa wale ambao wamemkubali Mtume Muhammad, lakini ni dunia nzima. Wanaambiwa na Allah subhanahu wa ta'ala, walau annahum idh-dhalamu anfusahum ja'uka, lau ingelikuwa wao pindi tu wanapozidhulumu nafsi zao wangekuwa wanakujilia wewe Muhammad. Walau annahum idh-dhalamu anfusahum ja'uka, lau ingelikuwa wao wanapozidhulumu nafsi zao, mtu akawa amefanya madhambi, akawa amefanya hili na lile, akawa amefanya mashaka ambayo Allah subhanahu wa ta'ala hayapendi, endapo lau angelikuwa wao mtu anapoidhulumu nafsi yake kwa kufanya hayo, ja'uka, angekuwa akishamaliza kufanya tulile kosa anakujia wewe Muhammad. Akishakujia Muhammad, fastaghfirullaha, akaja kwako na akamuomba msamaha Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini akishakumuomba Allah msamaha, wastaghfara lahumur rasul, na mtume naye akawaombea msamaha, basi lawajadullaha tawwaban rahima. Watu hao wangemkuta Allah subhanahu wa ta'ala akiwa ni mwenye kuwakubalia toba zao, lakini akiwa ni mwenye kuwahurumia. Kwa nini Allah subhanahu wa ta'ala aya hii ameisema hivi? Kuna kitu gani ambacho tunakuwa tunafundishwa katika jambo hili? Kwamba sisi ni watu wa Allah subhanahu wa ta'ala. Mtume Muhammad ametumwa kwetu sisi, lakini ona Allah anavyoonyesha utukufu wa Mtume Muhammad, jambo ambalo kila mmoja kati yetu anatakiwa ajue kwamba mtume ni nuru, mtume ni baraka, mtume ni neema kuwa naye katika maisha yetu haya ambayo tuko nayo. Ona Allah anaeleza kwamba lau tungelikuwa sisi tukifanya madhambi tunamwendea kwanza Mtume Muhammad. Tukimwendea Mtume Muhammad maana yake ndio tumtake msamaha Allah subhanahu wa ta'ala, na mtume atutakie msamaha. Endapo tutamkosea Allah na ikawa tukamuomba msamaha yeye bila kumfata Mtume Muhammad, manake hakuna chochote ambacho sisi tutakuwa ni wenye kukipata. Wale ulama wa mantiki wakawa ni wenye kusema kwamba aya hii kuna kitu ambacho wanakiita qadhiya. Qadhiya katika fani ya mantiki. Qadhiya wakasema kwamba aya hii imekuja, kuna zile qadhiya zimegawanyika katika vigawanyo viwili, ambayo walisema kwamba kuna qadhiya ya kwanza ambayo wakiita kwamba ni qadhiyata al-mahmul, alafu kuna hamliya, alafu kuna qadhiyatu ash-shartiyya. Qadhiyatul hamliya na qadhiyatu ash-shartiyya, ambayo qadhiyatul hamliya imekuwa na vigawanyo viwili, ambacho kigawanyo cha kwanza ndio mahmul na mahmud katika vigawanyo vya qadhiyatul hamliya. Lakini kuna qadhiyatu shartiyya ambayo pia ina vigawanyo vyake.
ambavyo wamesema kwamba ni kigawanyo cha kwanza ni al-muqaddam, kigawanyo cha pili kinakuwa ni atali. Na wakaeleza watu wa mantiki wakasema kwamba wa baina al-muqaddami wat-tali kuna kitu kinaitwa al-luzumia. Maana yake kwa hii luzumia sasa ndio ambayo inakuwa inatuonyesha endapo utafanya dhambi halafu ukamuomba msamaha Allah bila kumwendea Mtume Muhammad, basi ufahamu kwamba toba yako haiwezi kukubalika kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio maana Allah kaeleza walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka, lau ingelikuwa wao wanapozidhulumu nafsi zao kwanza wanaanza kukufata Muhammad, wakikufata Muhammad fastaghfirullaha wa alafu wakamuomba msamaha Allah subhanahu wa ta'ala, wastaghfara lahumur rasul, na wewe Muhammad ukawaombea msamaha, lawajadullaha tawwaban rahima, basi wangemkuta Allah akiwa ni mwenye kuwakubalia toba zao na wangemkuta Allah akiwa ni mwenye kuwahurumia. Kwa kitu ambacho tuwe nacho na tutoke nacho katika hadhara yetu hii ambayo tuko nayo, tumpendeni sana mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, tumshikeni mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Endapo tutafanya hivi ndio tutakuwa tumefaulu. Na ndio maana mwanzo mambo haya ambayo tunakuwa tunayafanya yalikuwa na vita iliyokuwa kubwa. Sote tulikuwa tunaona mijadala mingi, watu wanarumbana, maulidi yanafaa hayafai. Lakini kwa sababu watu wa maulidi wanakuwa ni wenye kumtangaza mtume Muhammad ili afahamike na watu, basi imefikia hatua mtume ni mwenye kutangazwa na wala hakuna dalili yoyote ya maulidi kuacha kufanyika. Kwa sababu gani? Mtume anatakiwa kutangazwa kwa sababu yeye ni rahma kwa kila mmoja. Sasa hivi watu wanakuwa ni wenye kusoma sana. Hata ukitizama katika kitabu kile cha Ibn Taymiyyah ambacho alikiita Iqtida'u Siratil Mustaqim, kitabu cha Ibn Taymiyyah, kuna maneno ambayo sasa hivi wanayasoma mpaka mawahabi wenyewe, yakiwa ni yenye kusemaje. Ibn Taymiyyah akayaandika, fata'dhimul maulidi wattikhadhuhu mawsiman qad yaf'aluhu ba'd an-nas wa yakunu fihi ajran 'azima lihusni qasdihim wa ta'dhimihim lirasul. Kuyatukuza maulidi ya mtume, kuyaekea misimu, watu watakuwa ni wenye kufanya sana na watakuwa ni wenye kupewa ujira uliokuwa mkubwa kwa sababu ya makusudio yao yaliyokuwa mazuri katika maulid na kumtukuza kwao mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Nikimaliza mwisho wa maneno yangu na huu muda ambao nimepewa, tutoke na kumpenda mtume na kumtukuza, lakini tufahamu kuna tabia za mtume tunatakiwa tuziige, tuishi nazo katika maisha yetu. Miongoni mwa tabia ambazo tunatakiwa tuziige kwa mtume na tuishi nazo katika maisha yetu ni ile tabia ya kuhurumiana. Kuhurumiana. Kila mmoja yuko na jukumu la kumhurumia mwenzake katika haya maisha. Kile ambacho kama ambavyo tulisikia yalisemwa maneno katika hadithi za mtume, ifikie hatua utamani hali iliyokuwa nzuri aliyokuwa nayo mwenzako. Yani hali uliyokuwa nayo wewe iliyokuwa nzuri utamani awe nayo mwenzako. Huo ndio maisha ambayo alikuwa nayo mtume, ndio Uislamu, na ndio itakuwa ndio kumfuata mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Kwa huo muda mchache ambao nimeutumia, yale ambao nimeyafanya kwa makosa, ifahamike ni makosa yangu mimi kama mwanadamu. Yale ambayo nimeyapatia, ifahamike ni viongozi wetu wale ndio ambao wanatutengeneza, na ndio maana pia wametupa muda na nafasi ya kuweza kuzungumza mbele yenu. Walkamalu lillah. Fassalamu alaikum wala afwa minkum. Insha Allah, insha Allah.